Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kule juu mnasikia namna hii ninaposema. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kumshukuru sana Mungu wa mbingu na nchi kwa neema na rehema zake na kwa kunipa nafasi na siku hii ya pekee kusimama katika madhabahu hii kwa ajili ya kusema neno lake. Lakini kipekee, shukrani za kipekee kutoka kwa mchungaji kiongozi, askofu wetu mkuu pamoja na mama kwa kunipa heshima hii ya kusimama katika madhabahu hii. Asubuhi nilipokuwa naongea na mchungaji kiongozi, aliniambia nimekuombea, nenda kahudumu. Najua na wewe umeniombea. Kwa kile ambacho tutakisikia kutoka kwa Mungu kitakuwa ni kitu kizuri, kwa sababu tumeombewa na Baba, lakini tumeombewa na wewe pia, kwa sababu najua mnaomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Lakini kwenye yale maombi yetu na timu zetu zile, maombi yale hayapotei bure, yanafanya kazi vizuri. Na kama mzee alivyokuwa anasisitiza pale, ni muhimu zile timu zikawa zinafahamiana vizuri, ili kuwa na mawasiliano ambayo yanaonyesha uhai wa kila timu. Amos, punga mkono pale ulipo. Mungu akubariki sana. Huyu niko kwenye timu yangu, anafanya kazi nzuri sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo wale ambao wako kwenye kundi langu na umesoma majina pale, tafadhali leo usiondoke kama haujafahamiana na sisi, tuonane ili tuweke sawa. Lakini na makundi mengine vile vile. Unajua jambo hili linapowekwa na mtumishi wa Mungu katika madhabahu hii, ni Mungu amesema. Kwa kama Mungu amesema, usifanye mzaha wa kuto kushiriki katika maombi haya. Na unaweza kufikiri uko salama kwamba kuna haja gani? Nani ananiona? Nani ananifuatilia? Unaweza kaona kama kitu cha kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho unapoteza vitu vingi sana. Kwa hiyo nikusihi katika jina la Yesu, Mungu akupe neema hiyo, ili tuendelee kuungamanisha katika maombi hayo na matokeo tunayaona, si ndio ukweli? Leo tuna watu 11 ambao watampa Yesu maisha hapa. Kwa ni kuonyesha kwamba hakuna mzaha katika hilo, tunasonga mbele. Bwana asifiwe sana. Niwashukuru watumishi wenzangu ambao wametangulia kuhudumu katika madhabahu hii, waimbaji mbalimbali binafsi pamoja na kwaya zetu zote. Kiongozi wa ibada, hongera sana kwa kutunza muda vizuri na hatimaye tumefika hapa. Nikuletee neno la Mungu. Tutafungua Biblia katika kitabu kile cha Zaburi 147. Maandiko haya ya msingi nitayasoma, lakini baada ya hapo najua wako watumishi wa Mungu wengine watanisaidia kusoma. Zaburi 147. Mstari ule wa 5. Biblia inasema, Bwana huwategemeza wenye upole. 47. Mstari wa 5. Bwana wetu ni mkuu na ni mwingi wa nguvu, akili zake hazina mpaka. Narudia maneno haya. Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu, akili zake hazina mpaka. Hilo neno mpaka ni neno muhimu sana kwa ajili ya ujumbe wa asubuhi na mchana wa leo. Zaburi ya 78 mstari ule wa 41. Zaburi ya 78 mstari wa 41. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu,
wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Kuna neno mpaka pale. Narudia tena maneno haya. Wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Isaya 55. Isaya 55. Isaya 55 na mstari ule wa 8 mpaka wa 11. Isaya 55 mstari wa 8 hadi wa 11. Biblia inasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji na kuichipusha ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali hunyeshewa ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikamtwa mtu kupanda mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale iliyoyatuma. Warumi 11 mstari wa 33. 11 Warumi mstari wa 33. Biblia inasema, jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. Hayo ndio maandiko ya msingi kwa ajili ya ujumbe wetu wa asubuhi na mchana wa leo. Kama unaandika ujumbe wa au kichwa cha somo la ujumbe wa mchana asubuhi la leo, andika usimwekee Mungu mipaka. Usimwekee Mungu mipaka. Usimwekee Mungu mipaka. Na ili somo langu liweze kueleweka vizuri, hata kama sitalimaliza, nitaishia pale nitakapoishia, muda wangu ukiisha, lakini kuna vipengele 4 tu vya kuviangalia. Cha kwanza, nini maana ya kumwekea mipaka Mungu? Nini maana ya kumwekea mipaka Mungu? Kipengele cha pili, kwa nini Mungu hapendi kuwekewa mipaka kwenye maisha yako? Kwa nini Mungu hapendi kuwekewa mipaka kwenye maisha yako? Kipengele cha tatu, mambo yanayosababisha tumwekee Mungu mipaka kwenye maisha yetu. Mambo yanayosababisha tumwekee Mungu mipaka katika maisha yetu. Na mwisho kabisa, mifano ya watu kibibilia waliomwekea Mungu mipaka na hawakufanikiwa. Mifano ya watu kibibilia waliomwekea Mungu mipaka. Nilipokuwa na tafakari na kuona Mungu atasema nini kwa ajili ya kanisa lake na kwa ajili yangu mimi mwenyewe, nilipata hiyo mistari, usimwekee Mungu mipaka. Kwa hiyo nilikuwa na kazi ya ziada kutafuta na kuweza kutengeneza sasa ipatikane somo ambalo asubuhi na mchana wa leo tutajifunza. Ni vyema kukumbuka kuwa Mungu ametuita duniani kwa kusudi lake. Ni muhimu kukumbuka hilo, kama unavyosoma katika Warumi 8:28. Warumi 8:28. Mungu ametuita kwa kusudi lake. Yaani kila mtu kwa nafasi yake umeitwa kwa kusudi la Mungu. Hauko hapa kwa bahati mbaya, wala haupo duniani kwa bahati mbaya. Upo kwa ajili ya kusudi lake. Hiyo nayo ni neema ukijua hilo.
kwamba Mungu ameniita kwa kusudi lake. Ana makusudi na mimi. Ukisoma Yohana 15:16, Yohana 15:16 unaona anazungumza, anasema si ninyi mlionichagua bali ni mimi nimewachagua ninyi. Kwa hiyo Mungu ndiye aliyetuita sisi. Katika wito huo ametuita tutoke dhambini tuingie katika neema yake ya wokovu. Haukuokoka kwa bahati mbaya. Hata wale wanaokuja kanisani hapa ambao wanakuja wanaokoka, hamuingii hapa kwa bahati mbaya. Mnaingia kwa sababu ni mpango wa Mungu na majira yake muingie hapa ili mlitimize kusudi ambalo Mungu amelikusudia. Unaweza kaona kama ni kawaida, na inawezekana ukawa pengine una nia nyingine tofauti, lakini utaelewa baadaye kwamba Mungu hakukuleta kwenye kanisa hili kwa ajili ya hizo nia zingine. Amekuleta kwa sababu anao mpango na wewe, na kuna mambo muhimu ambayo anataka afanye wewe na wewe. Mungu wetu ali hai. Wale wanaohamishiwa Tanga, kama umetoka huko umehamishiwa hapa Tanga na umekuja kwenye kanisa hili, Mungu hajakuleta Tanga kwa ajili ya hiyo kazi ulionayo. Hiyo kazi ni sehemu ya kusaidia utimize mpango wa Mungu, lakini amekuleta Tanga kwa kutimiza kusudi lake ambalo amelikusudia. Lakini vile vile kumbuka kuwa Mungu anatuwazia yaliyo mema siku zote. Yeremia 29:11. Ninawawazia mawazo yaliyo mema siku zote, kuwapa tumaini. Ukisoma Biblia zingine nasema nina mipango na ninyi. Nina plan fulani, nina program, nina project. Tulijifunza kwenye semina, wewe ni mtu wa thamani sana, si ndio? Nafikiri ukiwa kwenye mipango yako ya maisha, una mpango na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wewe ni mtu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Sasa Mungu anasema ninawaza yaliyo mema juu yako. Yashike hayo. Lakini vile vile ni vizuri kukumbuka kuwa hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu. Yeremia 32:27. Yeremia 32:27. Hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu. Moja, Mungu ametuita kwa kusudi lake. Ana mpango na sisi. Mbili, anatuwazia yaliyo mema siku zote. Tatu, hakuna jambo la kumshinda Mungu. Hayo mambo matatu kiyashika vizuri, ukiwa na ufahamu huo vizuri, hautakata tamaa kirahisi, hautavunjika moyo kirahisi, hautamuwekea Mungu mipaka kwenye baadhi ya maeneo kwamba haya Mungu hawezi. Kwa sababu moja, unajua kwamba umeitwa kwa kusudi lake. Mbili, unajua ya kwamba Mungu anawaza mema kwa ajili yako. Mimi ndimi nikufundishaye njia utakaye iendea. Unaona maana yake Mungu ndiye anayetufundisha, ndiye anayetuelekeza, hapa pita, hapa usipite, hapa nenda, hapa usiende. Maisha yetu yako hivyo. Ukiwa na ufahamu huo, huwezi kumwekea Mungu mipaka. Ukiwa na ufahamu huo, hata kama unapita kwenye changamoto za namna yoyote ile, hata kama wanadamu watakuacha peke yako, hata kama ndugu zako watakuacha, utabaki peke yako. Kwa ufahamu huu usiogope. Kwa ufahamu huu usifadhaike, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu asifiwe sana. Asilimia kubwa ya watu wa Mungu, sisi ambao tumeokolewa, tunalikiri jina la Yesu,
tumemwekea maeneo ya Mungu. Yaani Mungu, kuna maeneo haya tunaona anaweza, na kuna maeneo haya hatuoni Mungu anaweza. Yaani tunaweza tukawa na imani kwamba kwa kutumia Yohana 16 kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hiyo inawezekana. Lakini wakati sina ada ya mtoto wa shule, hilo haliwezekani. Sasa Mungu hawekewi mipaka. Mungu anaweza mambo yote. Hakuna jambo gumu linalomshinda. Na hili liliwasumbua sana wana wa Israeli. Hawakumuelewa Mungu. Mungu alijidhihirisha kwao kwa namna ya kipekee sana. Wako katika mateso makubwa, wanabeba matofali ya moto Misri, wanateseka kwa mateso makubwa mno. Halafu inafika mahali anasema kilio cha watu wangu kimenifikia. Sasa nakumbuka ahadi niliyomwekea mtumishi wangu Ibrahimu kwamba watakaa miaka 430 na baada ya hapo watarudi kwenye nchi ya ahadi. Anamuonyesha nguvu ya Mungu. Musa kupitia kijiti cha moto anajifunua kwake na kujidhihirisha kwamba mimi niko ambaye niko. Waambie watu kwamba nipo, ninataka kuwatoa katika mateso na uonevu wa adui wa kila namna, niwapeleke katika nchi ya ahadi. Na waliona matukio makubwa ambayo Mungu aliyadhihirisha mbele ya Farao. Aliona namna miujiza mikubwa Mungu alivyoifanya. Ni kweli Musa anatupa fimbo inakuwa nyoka na wao wanaleta nyoka wao, lakini kuonyesha kwamba Mungu si Mungu wa kawaida. Nyoka wa wale Farao walimezwa na nyoka wa Musa, kudhihirisha kwamba tunaye Mungu ambaye ana nguvu isiyo ya kawaida. Lakini wanatoka wanaendelea na safari, wanakutana na changamoto. Wanasema, Musa, tulikwambia, unatuleta huku kufanya nini sasa? Unataka tuzikwe hapa? Turudishe Misri. Ni bora tukazikwe kule, ni bora tukaendelea na mateso tulio nayo. Hatuhitaji. Yaani wametoka kule. Unajua Mungu alileta utisho usio wa kawaida. Hata ilifika mahali wakawaomba hata fedha na dhahabu. Mungu aliwatisha wale wa Misri, wakawa wanawapa kila walichokihitaji. Lakini wanafika njiani, wanapata tatizo kidogo tu, tayari wanaona huu mpango sio mpango sahihi. Mpango sahihi tungebaki na mateso kule. Asubuhi ya leo nataka nikwambie, usimwekee Mungu mpaka. Haijalishi unapita kwenye changamoto ya namna gani, lakini Mungu anaiweza hiyo. Haijalishi umekata tamaa. Inawezekana madaktari wamekuambia taarifa fulani na hiyo inakusumbua moyoni mwako. Nataka nikutangazie asubuhi na mchana wa leo, yuko Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Inawezekana unatafuta mtoto, inawezekana unatafuta kuolewa, inawezekana unatafuta chochote kile kwenye maisha yako. Bado hakuna jambo linalomshinda Mungu aliye hai. Kwa majira yake na wakati wake atayatimiza. Anasema neno langu halitanirudia bure, lazima liyatimize makusudi yake nililolituma. Huyo ndio Mungu ambaye namzungumza asubuhi na mchana wale. Sasa kumwekea Mungu mipaka maana yake ni? Kumwekea Mungu mipaka maana yake ni? Tunaposema kumwekea Mungu mipaka, maana yake ni ile hali ya kudharau Mungu, nguvu na uweza wake, kwamba hauwezi kukusaidia kwenye changamoto ulio nao. Ni ile hali ya dharau, yani kwamba hili Mungu haliwezi, hiki hakiwezekani, huu ni ugonjwa wangu, hili ni tatizo langu, hii ni tatizo la familia yangu, hii ni tatizo la kabila langu. Tanga hawaokoki. Kitabu cha Hesabu 13. Hesabu 13
na mstari ule wa 25, 13:25, Biblia inasema 25, wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa makutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh. Mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh. Wakawaletea habari wao na makutano wote, wakaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Pamoja na hayo tuliona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negeb, Muhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande Mara tukaitamaraki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ni ile nchi tulioipita kati yake ili kuipeleleza, ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Watu wanaoikaa na watu wote wanaokaa ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliona Wanefili na wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona. Wapelelezi hao wameenda, wamepeleleza, na Mungu ameshasema kwamba wanaenda katika ile nchi ya ahadi, lakini wanarudi na taarifa. Wanatofautiana kati ya wapelelezi 10 na wale wawili. Wapelelezi 10 wanaeleza taarifa mbaya. Biblia imeeleza kabisa ni taarifa mbaya. Ni taarifa mbaya kwa nini? Kwa sababu hazikuwa na ukweli, hazikuwa na uhalisia, ila zilikuwa zinasemwa na watu ambao wamemwekea Mungu mpaka kwamba huko hata waingiza, wakati yeye mwenyewe kwa neno lake amewatoa katika nchi ya Misri ili wapeleke katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Sasa sura ya 14 ule mstari wa 11 wa kwanza mpaka wa 11, alafu naruka unaenda 20 mpaka 23, unaweza ukaona sasa kile ambacho ninakisema kuhusu nini maana ya kumwekea Mungu mipaka. Mstari wa kwanza, makutano wote wakapaza sauti wakalia, watu wakatoa machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni, na makutano wote wakaambiana, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana ametuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake wetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida. Manake roho ya uhaini inaingia hapa. Tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya makutano
na kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleza nchi, wakararua nguo zao, wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli, wakasema, nchi ile tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana atatufurahia, tutaingia katika nchi hii atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimuasi Bwana, wala msimuogope wale wenyeji wa nchi, maana hao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli. Twende mstari wa 20 pale mbele. Mstari wa 20, Biblia inasema, Bwana akasema, mstari wa 20, lakini hakika yangu kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizotenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakusikiliza sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeona. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye imemwandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo ulioingia, na uzao wake utatamalaki. Unaona maneno haya? Kwa hiyo unaona wapelelezi wanaenda kupeleleza nchi, wanarudi wanaleta habari mbaya inayoonyesha Mungu hana uwezo wa kuwasaidia. Mungu hawezi kufanya chochote. Mungu ni muongo. Ametuambia atatupeleka, lakini si kweli, hatatufikisha. Sasa Mungu anasema watu hawa watanidharau mpaka lini? Kwa hiyo tunaposema kumwekea mipaka Mungu, maana yake ni ile hali ya kumdharau Mungu, kwamba kuna mambo fulani hawezi kwenye maisha yako. Hili kwa kweli sidhani kama Mungu anaweza. Na Mungu atusaidie sana. Mtu anaweza kaingia kwenye maombi masaa kadhaa, lakini hayo anayoyaombea hayaamini kabisa. Mungu atusaidie sana. Unaweza kufunga wiki nzima lakini unachokiomba wala ukielewe. Usimdharau Mungu. Anasema watu hawa waliouona utukufu wangu, walioziona ishara zangu, matendo makubwa niliyotenda jangwani, matendo makubwa niliyotenda kule Misri, leo hii hawaamini kwamba wanafika kwenye ile nchi, hawayaamini maneno yangu kwamba ni ya kweli. Mungu anashindwa kuelewa. Usimwekee Mungu mipaka. Anaweza kila kitu. Sawa? Mzee Kiberiti upo? Usimwekee Mungu mipaka. Mungu anaweza kila kitu. Hakuna kitu kinachoshindikana kwake. Furaha ya Mungu ni nini? Furaha ya Mungu ni kuona mtu wake anaendelea kumwamini Mungu hata kama kwa jinsi ya mwili havionekani.
Unajua Mungu anapofika mahali anafanya maamuzi magumu, anasema nimeapa kwa nafsi yangu hawataingia katika nchi hii. Caleb, wewe utaingia na uzao wako. Yaani maana yake anaamua, anasema ni bora ukienda kule mbele. Anafika mahali anasema naua wote. Musa, nizalie watoto wako ndio waingie kule, na hawa kina Caleb ndio waingie kule. Musa anaingia kwenye maombi mazito ya kuomba toba na rehema mbele za Mungu aliye hai kwa ajili ya wale watu. Mungu amekasirika. Nataka nikwambie, hakuna kitu kinachomuudhi Mungu kama watu kumwekea mipaka, kumdharau kwamba hana uwezo wa kufanya mambo fulani. Hicho kitu kinamchukiza Mungu sana. Ndio maana kwenye kitabu cha Waebrania anasema kila mwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yuko naye anawapa haki yake wale wanaomtafuta. Kinyume na hapo anasema ni kama upepo fulani, yani ni kama wingu fulani linaloenda na upepo. Mtu huyu asitazamie kupokea chochote, kwa sababu Mungu anawataka watu wanaoamini yasiyowezekana kama yamekuwepo, wanaoamini mambo ambayo hayajaonekana kama yapo. Hawa ndio Mungu anaowafurahia. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaposema kumwekea Mungu mipaka, maana yake ni ile dharau mbele za Mungu. Nikitumia neno hili ndio naeleweka vizuri. Kumdharau Mungu kwamba hili hana uwezo. Hamjasoma habari za nani? Za Sara. Mungu amefika pale mwenyewe na yuko pamoja na Ibrahimu, alafu anasema majira kama haya atapata mtoto wa kiume. Sara akacheka moyoni na Mungu akasikia, akasema Sara, umecheka? Sema sijacheka mimi. Kicheko kile sio kicheko cha furaha cha kupokea mtoto, kilikuwa cha dharau, kwamba Mungu hawezi kumpa mtoto mtu wa miaka 90. Hiyo ni dharau kwa Mungu. Mungu mwenyewe amesema kwamba majira kama haya mwakani mtoto wa kiume anazaliwa. Ni kusema amina tu. Hata kama unaona kwa jinsi ya kibiolojia na kwa jinsi ya kanuni za ulimwengu, kwa nature ya ulimwengu huu hayawezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo ndugu yangu, asubuhi na mchana wa leo naweza nikaongea maneno machache sana na muda wangu ukawa umeisha. Usimwekee Mungu mipaka kwenye jambo lolote. Iwe ni eneo lako la kifamilia, iwe ni eneo lako la biashara. Mungu amekusudia yaliyo mema kwako. Mungu anataka tukue kila siku, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kama unauza genge, anataka kuona lile genge linakuwa, baadaye linakuwa na duka linakuwepo. Usibaki kwenye maombi ya naombea genge, naombea, kamwambie Mungu nataka duka, nataka mtaji wa milioni 50. Kama Mungu amekupa huduma yake ndani yako ya kuhudumia, kama ndugu yetu Yusufu anavyofanya hapa, Mungu amekupa, Mungu anataka zaidi. Mungu si wa vichache, Mungu si wa kidogo, Mungu ni wa zaidi. Mungu asifiwe sana. Anataka afanye zaidi. Ni nini kinachozuia Mungu asifanye zaidi? Ni sisi wenyewe tunamwekea mipaka. Tunamwambia hili Mungu hapana. Unasikia msukumo wa kuongeza elimu, lakini unasema kwa nini niongeze elimu? Kuna shida gani? Sina, nitosha hii tu. Kama Mungu anakusukuma kufanya hivyo, fanya, kwa sababu hauishi unavyotaka wewe, unaishi kama Mungu anavyotaka, kwa sababu amekuita kwa wito wake. Mimi sijui mzee Nyaki, kama saizi ungekuwa kwenye ile shule headmaster, kama asingesikiliza kale kasauti kalikokuwa kanasema kwa upole sana, nenda shule, nenda shule, nenda shule, akasema ngoja niende shule, na akavumilia mzee, akakaa kule miaka 2. Sasa hivi rasi anamjua ni nani. Kwa kuna vitu fulani ambavyo Mungu anavikusudia kwa kila mtu, bila kujali jinsia ya mtu, ni mwanamke au ni mwanamume. Mungu ana mpango na wewe mahususi wa kukufikisha mahali fulani.
Lakini anayekwamisha si Mungu wala si binadamu wala sio kanisa hili. Unajikwamisha mwenyewe kwa sababu unamwekea Mungu mipaka. Mtoe Mungu kwenye box tafadhali. Toa Mungu kwenye box. Unafika mahali Mungu anaweka kwenye box saa zote shetani, matatizo, changamoto. Mungu hataji hata kidogo. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Yaani nikute mke wangu saa zote John Juma afu mimi namwangalia tu. Kuna mtu atamwangalia na yeye akisikia kila wakati anasema Zubeda, ananiangalia tu. Mungu ni mwenye wivu. Anaionea wivu Yerusalemu na Sayuni yake. Anakuonea wivu wewe. Hataki ushirika na mapepo na majini na mashetani ya kila namna. Hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Anataka ukae kwenye mstari ili Mungu atembee na wewe, akufikishe pale anapotaka yeye. Mwambie jirani yako, hapo ulipo sipo. Kabisa sipo. Mungu amekusudia yaliyo mema. Punga mkono namna hii. Mungu amekusudia yaliyo mema kwenye maisha yako, tena mambo makubwa mno. Ni kwa kiasi gani unamwamini? Ondoa mipaka yako. Mtoe Mungu kwenye box. Mungu asifiwe sana. Tuendelee. Kwa nini Mungu hapendi kuwekewa mipaka kwenye maisha yako? Mungu anazungumza hapa. Nimeapa kwa nafsi yangu. Unajua Mungu amekasirika. Sio mchezo, usifikiri mchezo. Tunaongea hapa kipore tu. Lakini hapa Mungu amekasirika kweli kweli. Amekasirika kweli. Nimeapa kwa nafsi yangu, hawa watu hawataingia. Ukienda kule mbele unaona Musa ameomba maombolezo makuu. Anafika mahali Mungu, basi futa jina langu. Anambia hakuna cha kufuta jina lako. Hujafanya dhambi, mimi nafuta majina ya waliofanya dhambi tu. Lakini nimewasamehe, ila hawataingia. Anampa condition kwamba usifikiri kwa maombi yako ulioomba nitawaingiza. Siwaingizi watu wa aina hii, wa design hii, hawaendi. Kuna mahali fulani Mungu anakupeleka, hauingii kama unaweka mipaka, kama unaweka beria, kama unaweka vizuizi kwamba Mungu hawezi kufanya hayo. Mungu anaweza. Jambo la kwanza, kwa nini Mungu hapendi kuwekewa mipaka kwenye maisha yako? Jambo la kwanza, Mungu ana mpango mzuri na maisha yetu, na amekusudia kututendea mema siku zote, kama inavyosema Yeremia 32:27. Yaani hicho ni cha kwanza, kwamba Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yetu. Anashangaa kwa nini tunaweka mpaka tena wa yeye kutenda kama anavyotaka, kama alivyokusudia. Ameamua kutubariki baraka za rohoni, lakini mtu anakataa. Ameamua kubariki baraka za mwili, lakini mtu anakataa. Anamwekea mipaka. Mungu anazungumza naye kwamba nataka nikupandishe, nikupeleke mahali fulani. Mtu anakataa, anasema hii mimi siwezi kwenda. Mungu ana mpango mzuri wa kukuinua katika huduma ulio nayo, katika kazi ulio nayo, katika biashara ulio nayo, katika masomo ulio nayo. Lakini kitu ambacho napaswa kuepuka kwenye maisha yako ni kumwekea mipaka Mungu, ni kumdharau kwamba hawezi jambo fulani. Sisi mimi hapa nitakuja kuendesha gari, haiwezekani. Yaani kuna watu wamefanya hivyo. Sisi ukoo wetu kwa jinsi ulivyo, awe na elimu ya chuo kikuu, sio rahisi. Sisi ukoo wetu asizalie nyumbani, haiwezekani. Sisi ukoo wetu hiki kisitokee.
unaongea mambo ambayo ya Wamisri. Usituletee mambo ya Misri hapa. Hapa tunazungumza, tuko ndani ya Mungu aliye hai, ambaye anamwambia Musa, sasa ninataka watu wangu waende wakanitumikie. Nataka watu wangu watoke waende wakanitumikie. Mwambie Farao aachilie watu wangu wakanitumikie shauri langu. Wanatoka, nawaambia sasa nitaweka nguzo, wingu. Nitaweka wingu wakati wa mchana, ndilo litakalo waongoza na kuwaelekeza njia mtakayoipitia. Na wakati wa usiku nitaweka nguzo ya moto ambayo itawaongoza namna mtakavyotembea. Jamani, hapo kuna uhuru. Hamjui sisi ni watumwa katika Kristo Yesu? Ukifikiri ndani ya Kristo kuna uhuru wa kujiamulia kila kitu, hakuna uhuru wa kujiamulia kila kitu. Ndani ya Kristo sisi ni watumwa wa Bwana. Tunaelekezwa kama Mungu anavyotaka. Tumefungwa nira na Kristo Yesu. Kama wale wanaolima wanafunga wale mang'ombe wale, si ndio? Bwana nani? Joel kule Singida. Unafunga ng'ombe huku na ng'ombe huku, unafunga nira. Kuna mmoja ambaye anaweza kaleta shida, anakubalika na mwenzake hakubali, si ndio? Anapokwenda na mwingine utavutwa tu. Na ndio maana mpango mzima ni maombi, mpango mzima ni kufanya kazi ya Mungu. Hata kama kuna watu wanachechemea, hata kama watu wanasema sijui nira inaumiza, hakuna nira inayoumiza. Nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Tuendelee kulitumikia shauri la Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la pili, kwa nini Mungu hapendi kuwekewa mipaka kwenye maisha yako? Mungu ana wivu juu ya maisha yako. Hicho ndicho kusema Kutoka 13. Kitabu cha Kutoka 13. Mungu anasema, Kutoka 13 kitabu cha Kutoka sura ya 13 na mstari ule wa 27. Naweza ikawa nimekoti vibaya, kama ni Kutoka au ni kitabu kingine. Sidhani kama ni 13. Hakuna mstari wa 27 kule. Achana nao, twende kwenye Kutoka 20. Twende Kutoka 20 mstari wa 5. 20 mstari wa 5. Biblia inasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Zekaria 1:14. Zekaria 1:14. Kitabu cha Zekaria, kama utapata unaweza kusoma Zekaria 1:14. Unaweza kaona pale. Kama umepata unaweza kusoma ili tuweze kuendelea tafadhali. Zekaria 1:14. Hakuna aliyepata? Zekaria 1:14. Basi yule malaika aliyesema nami akaniambia, haya, piga kelele na kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, naona wivu kwa ajili ya Yerusalemu na kwa ajili ya Sayuni, na kwa ajili ya Sayuni naona wivu mkuu sana. Umeona hayo maneno? Sasa kwenye ile Sayuni huu unaweka majina yako, kwenye Yerusalemu unaweka majina yako. Basi yule malaika aliyesema nami, twende pamoja tusome hapa, twende tusome pamoja. Basi yule malaika aliyesema nami akaniambia, haya, piga kelele na kusema, Bwana majeshi amesema hivi, naona wivu kwa ajili ya Mligo na kwa ajili ya Priska, naona wivu mkuu sana.
Mungu atusaidie sana. Huyo ni malaika anasema, anaona wivu mkubwa sana. Inapofika mahali anasema shetani amejiinua. Yaani kila mtu anasema shetani amejiinua, yaani unamkwazaga Mungu sana. Yaani kutaja tu shetani amejiinua kwangu, yaani unamkwaza Mungu mno. Anajiinuaje mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana yuko pale, anajiinua kwa sababu ipi? Yaani yeye mahali fulani Biblia inasema ni kama nani, kijiti kilichowekwa motoni, yaani kishatupwa huko, hakina kazi yoyote, unakitaja taja cha nini? Tukuza Mungu. Hata wakati fulani unapopita kwenye changamoto fulani, imba nyimbo za Sayuni, imba hata wimbo wa kitabu, ili usiruhusu yale mawazo mabaya yakija ndani yako kuona kwamba labda watu wamekuacha, labda watu wamekukataa, labda watu wamesema hawatakusaidia tena, ukakata tamaa kwa sababu watu wamesema hivyo. Pata muda wa kumwambia Mungu, ninakushukuru kwa sababu wewe uko pamoja nami, umeniita kwa kusudi lako, na pia unaniwazia yaliyo mema, lakini pia hakuna jambo gumu usiloliweza kwenye maisha yangu. Hata hili nalo litapita, hata mlango huu nitapita, hata kama ninaona mbele kuna mageti yamefungwa, sioni namna ya kutokea, lakini kwa kuwa wewe ni Bwana wa majeshi, najua unafanya njia pasipo na njia. Kama Mungu uliweza kugawanya bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakapita katikati yao, je, itakuwa jaribu langu la kukosa fedha za familia? Unaweza Mungu kafanya. Wewe ni Mungu wa pekee unayetenda makuu. Ukimwadhimisha Mungu wa namna hiyo, nafsi yako inashiba. Unajua kinachoumia cha kwanza ni nafsi yako. Yaani mtu anaweza kasema maneno mawili tu, hayo yakakuumiza vibaya mno, na wewe umezidi kuombaomba, sitakusaidia tena, halafu yakakuumiza, ukaanza kufikiri, ukaanza kuwaza. Wakati fulani, wakati niko nafanya kazi VETA, naomba kwenda kusoma, mkuu wangu akawa hayuko tayari kunipa ruhusa hiyo, na nilipojaribu kuhangaika kwa namna yoyote ile kupata huo msaada, kwa mara ya mwisho nikaenda kwa HR wangu, nikamwambia HR, naomba unisaidie niende nikasome. Akaniambia mimi siwezi kukusaidia. Aliponijibu maneno yale, na mimi nilikuja neno zito, nikamwambia kama wewe hutanisaidia, yuko Mungu atanisaidia. Kulikuwa na basa pale, alikaniambia Mligo, mbona umeongea maneno magumu sana? Nikamwambia ndio, nimefika mwisho. Kama wao hawatanisaidia, Mungu atanisaidia. Unafika mahali unajitia moyo mwenyewe. Wakati mwingine unaweza kukosa watu wa kukutia moyo, unahitaji mahali ujitie moyo. Nani? Si maana Biblia inasema jipe moyo, mimi nimeushinda ulimwengu, si ndio kweli? Unasimama unajitia moyo mwenyewe. Ukisubiri watu kutie moyo, unaweza kukutana na wale wanaokukatisha wote. Wakikukatisha tamaa, kila anayekukatisha tamaa unaweza ukaacha imani ukakimbia. Kumbe ndio wakati wako wa kufikia nchi ya Kanaani. Kwa hiyo jambo la kwanza, jambo la pili ambalo Mungu kwa nini hapendi kuwekewa, hapendi kudharauliwa, ni kwa sababu Mungu ana wivu na sisi. Hajisikii vizuri kuona kwamba tunaabudu sanamu, tunaabudu vitu vingine wakati yeye yupo. Tunawaabudu watu wakati yeye yupo. Niwahi kuambia ushuhuda siku moja, nikamwambia nilikuwa namtegemea kakaangu, na nasema niko njiani namtegemea kakaangu, namwambia niko chuo, kakaangu nikifika kwa kakaangu ataninunulia digital meter kwa ajili ya ufundi, ataninunulia spanner toolbox. Naongea nikiwa njiani Gongo la Mboto, narudia maneno haya, Mungu akaniambia usimtegemee huyo, je akifa? Akazungumza maneno hayo, na nikasema nikiwa njiani, bila kama watu walinisikia, nikasema kweli Bwana, nitakutegemea wewe peke yako, kwa sababu wewe ndio unaweza kunisaidia. Niliposema maneno hayo, haikupita wiki moja, yule kaka aliyemtegemea aliondoka. Maana yake nini? Mungu anachukia kuona tunawategemea watu. Naomba niseme neno hili, mabinti mpo, vijana mpo, acha kutegemea wazazi. Acha kutegemea wazazi, rudi kwa Mungu, simama na Mungu.
Sio kama watu wa Tanga. Unajua watu wa Tanga unakuta jitu zima lina miaka 25 bado linapelekwa mahali shule, linaambiwa nimemleta mwanangu. Yaani miaka 25 bado anasemewa na mtu, hawezi kujisimamia mwenyewe. Changamka, wewe ni kijana. Changamka, mtegemee Mungu, mjue Mungu wa baba yako, si ndio kweli? Biblia inasema mjue Mungu wa baba yako, mjue vizuri na umshike, mtegemee, anza kusimama na Mungu mwenyewe. Baba, sina hela ya sadaka. Na wewe omba, piga magoti, mwambie Mungu, leo sina pesa ya sadaka, naomba nifungulie kazi ya kufanya. Atafungua milango, nenda kafanye kazi na wewe. Sawa? Najua hapo sipati amina nyingi. Ninazungumzia swala zima la Mungu anatuonea wivu watu wake. Tunapofika mahali hatumtegemei yeye, hatutembei naye, ila tunawatumainia watu wengine. Unaweza ukawa una kazi na mshahara unao, lakini Mungu hataki uitumainie kazi wala uzitumainie fedha ulizo nazo. Anataka Mungu ufike mahali, ni kweli Mungu nina kazi, ni kweli nina hela, lakini Mungu kwa unyenyekevu mkubwa, nilitaka kufanya 1, 2, 3, naomba unisaidie, nifanyeje? Kwenye friji si kila kitu kimejaa. Zamani tunaomba, tunatafuta Mungu, hatujui hata leo tunakulaje, mlo mmoja, lakini saa hizi kwenye friji kila kitu kimejaa, hatuwezi kuomba. Bado tunayo nafasi ya kunyenyekea kwa Mungu, kumwambia nakushukuru kwa kuwa friji langu limejaa kila kitu. Nakushukuru Mungu kwa sababu umenijazia vitu hivi. Mungu nisaidie niendelee kuwa na unyenyekevu, kwa sababu wako wengine ambao hawajapata, wako wengine ambao hawana hata mlo hata mmoja. Mungu anapoona unyenyekevu wa namna hii, anajivunia juu yako. Sababu nyingine Mungu hapendi kuwekewa mipaka au kudharauliwa ni kwa sababu Mungu hakuna linalomshinda. Yaani hicho ndicho ambacho Mungu alikasirika kwa wana wa Israeli. Yaani hicho kilimkera sana, kwamba yeye hana kitu chochote kinachomshinda. Alafu wao wanasema sisi hatutaingia pale. Tulijiona nafsi zetu kama mapanzi. Wale watu ni warefu, wale watu ni wakubwa sana, hatuwezi sisi kuingia kuimiliki ile nchi. Lakini mtu mmoja aliyemjua Mungu anasema roho ya Mungu ilimwandama. Umeelewa hiyo? Roho ya Mungu ilimwandama, akamwambia Bwana akitufurahia tutaingia, tusipomwasi. Sio Kalebu anazungumza maneno tofauti na wale wengine. Kwa nini? Kwa sababu anamjua Mungu, uwezo wake na nguvu yake alionayo. Kwa kuwa anajua nguvu alionayo Mungu, ndio maana anazungumza kwa ujasiri. Jue sana Mungu ili uwe na amani. Kumjua Mungu vizuri, unamtamka vizuri, unamkiri vizuri, kwa sababu unajua hakika ya kwamba Mungu yupo kwa ajili yako. Nataka nikwambie Mungu hakuna kinachomshinda. Kutoka 11:10 mpaka 16, Mwanzo 18:9 mpaka 15, Mwanzo 18:9 mpaka 15, alivyomwambia Sara, majira kama haya utapata mtoto. Ndivyo ilivyo, majira yalipofika alikumbatia mtoto, akanyonyesha kama Mungu alivyosema. Yeye ulitazama neno lake apate kulitimiza. Kama vile mvua inavyoshuka ardhini ikanyesha ikaotesha, anayeotesha mbegu akavuna, vivyo hivyo neno lake haliwezi kuruda bure, lazima liyafanye mapenzi yake na makusudi yake. Mungu hapendi kuwekewa mipaka au kudharauliwa, kwa sababu moja ya mambo ambayo hayafurahii ni pale ambapo tunakosa kuwa na reference ya matendo yake makubwa aliyoyafanya kwenye maisha yetu. Tunapokosa kukumbuka alichotutendea, Mungu hafurahi. Ndio maana watu wanasema, jamani, ukitendewa jambo njoo mshukuru Mungu, kama ndugu zetu hapa walipokuja. Inaleta maana sana, kubwa sana, na Mungu anafurahi sana. Lakini Mungu anapokutendea mambo makubwa, lakini bado unaona kawaida tu, unaona ni haki yako tu, Mungu hafurahi.
Unapopita kwenye changamoto mbalimbali ambazo zinakukabili, hata kama ni nzito kwa kiasi gani, lakini kumbuka ni mambo mangapi Mungu ameyafanya kwenye maisha yako. Ni kipi alikusaidia? Uliomba yapi na aliyajibu yapi? Kwamba hayo yanakutia moyo kwamba pia hata haya unaweza kutendewa. Ule wimbo wa kitabu 141 unasema, unaposumbuliwa na mashaka na kuogopa kwamba utashindwa, hesabu baraka zake Mungu na utashangaa kwa wema wake. Unaposumbuliwa na mashaka na kuogopa kwamba utashindwa, uhesabu baraka zake Mungu na utashangaa kwa wema wake. Uhesabu baraka zote ulizopewa naye Mungu. Kumbuka ulivyotendewa na utashangaa kwa wema wake. Linamfurahisha sana Mungu hilo. Unapofika Mungu, wewe uliyenisaidia nikapata mke mwema kama ndugu yetu hapa, ndio utanisaidia kupata kazi. Wewe uliyenisaidia nikafanikiwa kwenye hili, ndio utanisaidia kupata hiki. Mungu anaisikia vizuri sana kama mtu wangu ananijua, ananielewa vizuri sana. Hesabu baraka ndicho kilichomkasirisha Mungu. Anasema, utukufu wangu nilioudhihirisha kwao hawakuona, namna nilivyotembea nao. Walifika mahali jangwani, hawana chakula hawa watu. Niliamuru kwale watoke popote pale, walikuja kwao wakala. Nikashusha mana kutoka mbinguni wakala. Hata hayo wameyasahau, hata hayo wameshindwa kukumbuka. Hata leo wananidharau namna hii, wameshindwaje? Walifika mahali maji yameingia shida, yamepata shida, hayanyweki. Mungu anamtumia mtumishi wake, kata weka, maji yanaponywa, watu wanakunywa. Hata hayo hawakumbuki. Majipu niliyowapa wa Misri mbele yao, nayo wamesahau. Wazaliwa wa kwanza niliyowaua wakishuhudia, wao wakiwa salama, wamesahau kweli, hawakumbuki. Mpaka leo wananidharau kwa kiasi hiki kwamba siwezi kuwafikisha kwenye nchi ya Kanaani. Nimeapa kwa nafsi yangu, Mungu hakuwa kwenye hali ya kawaida. Wakati fulani Musa akaenda anaongea, Mungu anamwambia walishe wana wa Israeli nyama. Anamwambia Mungu, mimi ndio niliyetungisha mimba, nipate wapi nyama za kuwalisha watu hawa? Amesahau na yeye mtumishi wa Mungu hapo kwamba uwezo wa Mungu upo. Ule uwezo ulioleta kwale una uwezo wa kuleta nyama leo kwa ajili ya watu wake. Ndugu zangu, tusimdharau Mungu. Mungu anaweza kila kitu. Hakuna jambo lililogumu la kumshinda. Haijalishi unapita kwenye hali ya namna gani, Mungu yupo kukusaidia asubuhi na mchana wa leo. Inawezekana umekata tamaa, unahisi mahali kama umebaki peke yako. Hauko peke yako. Mungu yupo kwa ajili yako. Simama juu. Naishia hapo, siendelee na vipengele vilivyobaki. Jumbe wangu asubuhi ya leo, usimuwekee Mungu mipaka. Usimdharau Mungu. Kwa nini usimdharau Mungu? Kwa sababu yeye amekuweka kwa kusudi lake. Lakini pili, Mungu huyu anawaza yaliyo mema kwako. Ana mpango mzuri na maisha yako. Tatu, hakuna gumu kwake linalomshinda. Yale yote yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake yanawezekana. Hata kama madaktari wamekwambia una kansa, sawa, ni wao wamesema, lakini kwa Mungu, kwa kupigwa kwake msalabani, tunapokea uzima na afya njema. Haleluya. Hata kama wanasema wewe hutapata kazi, hata kama saizi unaendesha bodaboda, wewe una elimu ya chuo kikuu, simama na Mungu. Tuna vijana tulioombea hapa, watumishi wa Mungu waliomba kwa ajili ya hakuna kazi kweli, lakini tunawaombea katika madhabahu hii, wamekuja kushuhudia hapa, wamepata kazi. Inawezekana hata kwako. Usimuwekee Mungu mipaka.
Kuna mwingine anaanza kusema mimi kazi kwa kweli ni hapa hapa Tanga, sehemu nyingine mimi sitaki kwenda. Yaani sehemu nyingine unaweka mpaka wa nini? Ndio yale ambayo wanakuja mabinti, mnatusumbua, mnakaa huko, nataka mtu mrefu, nataka mtu handsome. Handsome ya nini? Unaijua handsome wewe? Tunataka handsome wa kiroho, mtu anayemcha Mungu, mtu anayetafuta uso wake, huyo ndio handsome. Watu wanapotezana na Mungu hapo kwa sababu mtu anasimama kwenye vigezo vyako. Nataka mwanamke mwenye kazi, halafu kwani hela ya kwako hiyo? Hela hata kama anafanya kazi, hela si ya kwake. Kaa na Mungu sawa sawa, ili upokee kutoka kwa Mungu mtu sahihi atakaye kusaidia kwenye maisha yako. Praise him. Watupenda Bwana, watupenda Bwana, watupenda Bwana, watupenda, watupenda Bwana, watupenda Bwana, watupenda Bwana, watupenda, watupenda Bwana, watupenda Bwana, watupenda Bwana, watupenda Bwana, watupenda. Wakati praise wanaimba namna hii, wale wanaotaka kuokoka wale wao wanakaa hapa mbele. Wao wanakaa, unasogea, unakaa hapa. Wale wanaotaka kuokoka tafadhali sogea hapa mbele. Lakini wakati wao wanaimba, kama kuna mtu anasema anapita kwenye changamoto mbalimbali, sioni mlango, asubuhi ya leo nimekwambia yuko Mungu anafanya njia pasipo na njia. Unaweza ukasogea na ukakaa nyuma yake, tukakufanyia maombi hapa. Watumishi wa Mungu wako hapa. Haleluya. Bwana, karibuni wapendwa, na Mungu awabariki sana. Haleluya. Watupenda Bwana, watupenda Bwana, watupenda, watupenda, haleluya, watupenda Bwana, watupenda Bwana, watupenda, haleluya, nimesema huu mstari wa mbele huu ni wale ambao wamekuja kuokoka. Lakini wale ambao unaona unapitia mapito fulani, unahisi kama Mungu amekuacha, unataka upate nguvu ya Mungu ya kusaidia kusonga mbele, utakaa mstari huo wa nyuma. Sasa wale ambao mmesogea hapa mbele, kama mmekuja, wale waliokuja kuokoka, tafadhali kama mtahitaji kuombewa mtarudi baadaye kule, lakini msogee kwanza. Nyinyi ambao mnataka kuokoka, kwanza tuwaongoze sala ya toba, alafu baada ya hapo tutawaombea. Sawa? Mtafuatisha maneno haya ninayoyatamka kwa imani, mkiamini kwamba Mungu katika ulimwengu wa roho anasikia hiyo sala utakayokuwa unaisema. Fuatisha maneno haya ninayosema, sema: Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, ninatubu kwako dhambi zangu zote ninazozifahamu na nisizozifahamu. Naomba unisamehe, naomba unitakase kwa damu yako Yesu, naomba unitakase kwa damu yako Yesu, na kuomba ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu, uliandike tena jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Yesu, ninaamini kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ulikufa, ukafufuka na utarudi tena. Asante Yesu kwa kuniokoa.
Amen. Watumishi wa Mungu, tutaomba. Namuweka mikononi mwa mama huyu, mikononi mwako sasa, katika jina la Yesu. Tunze, mlinde, msaidie. Na haribu madhabahu za kila namna ambazo zimejengwa ndani yake, na zibomoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu najenga madhabahu mpya sasa ndani ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mfalme mkuu, mwaminifu na wa kweli, wewe usiyeshindwa na jambo lolote, umesema kila ajaye kwako hutamtupa nje kamwe. Mama huyo amekuja kwako leo, namuweka mikononi mwako, na iachilia nguvu ya Mungu ndani yako sasa. Bwana kukumbuke, Bwana kuguse, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Navunja na kuharibu kila madhabahu zilizowekwa ndani yako kwa jina la Yesu. Najenga madhabahu ya Mungu ndani yako. Vunja kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu lidhihirishwa, ili upate kuzivunja kazi zote za ibilisi. Na achilia nguvu ya Kristo ndani yako. Bwana kulinde, Bwana kutunze kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akusaidie kwa jina la Yesu, uendelee na maisha ya wokovu. Na achilia nguvu ya Mungu ndani yako sasa. Mungu akusaidie, Mungu akuinue. Mwana wa Mungu ulidhihirishwa ili upate kuvunja kazi zote za ibilisi. Na achilia nguvu yako na mamlaka ndani yako sasa. Bwana kusaidie, Bwana kuguse kwa mamlaka yake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu, asante kwa ajili ya binti huyu ambaye amelitaja jina lako na kulikiri mbele ya watu wengi, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akukumbuke, Mungu akusaidie. Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi zote za ibilisi. Kila madhabahu tunazing'oa zilizo kinyume na Mungu, miungu mbalimbali haina nafasi, majini, mapepo ya kila namna, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaachilia nguvu ya Mungu ndani yako. Bwana kukumbuke, Bwana kusaidie. Nguvu ya Mungu tunaiachilia ndani yako, uishike kweli ya Mungu, uishi maisha ya wokovu. Neema ya Mungu iwe juu yako sasa, katika jina la Yesu. Kila madhabahu zilizo kinyume na Mungu tunang'oa na kuziharibu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaachilia neema ya Mungu juu yako sasa. Bwana kukumbuke, Mungu akulinde kwa jina la Yesu. Kila pando ambalo Mungu akulipanda tunaling'oa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu lidhihirishwa ili upate kuzivunja kazi zote za ibilisi kwa jina la Yesu. Pokea neema sasa ya kukusaidia katika maisha ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa wale ambao wanahitaji kuombewa mnaweza kurudi mkaungana hapa wote. Ni wale kule unapita kwenye hali ngumu. Wakati fulani akida mmoja akaambiwa ya kwamba kesho majira fulani kibaba cha unga kitauzwa kwa senti fulani, lakini yeye akasema hapana, itawezekanaje? Akasema hata kama ingenyesha mvua leo, hata ingenyesha bado unga huwezi kupatikana. Yule nabii Elisha akamwambia, Elia akamwambia, wewe utaona kwa macho lakini hautakula. Nataka nikwambie usimwekee mpaka Mungu. Mungu yuko hapa kukusaidia sasa. Weka mkono wako mmoja wa kuume kwenye kifua chako, alafu mmoja nyosha juu, na utakuwa sasa unamwambia Mungu, nakushukuru kwa sababu unanipenda. Baba Mungu mkuu mwenye mamlaka na uweza, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, watoto wako hawa wamesimama mbele zako saa hii, wana haja na wewe, wana mapito mbalimbali. Mungu wasaidie, Mungu wawezeshe. Kila pando ambalo Mungu akulipanda ndani yake tunaling'oa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nguvu za giza, mapepo, majini, roho za kila namna tunazing'oa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaachilia nguvu ya Yesu Kristo juu yako. Bwana kuguse tena kwa mamlaka ya Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akupe mpenyo mpya sasa. Yasiyowezekana yanawezekana, kwa kuwa hakuna la kumshinda Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunabatilisha roho ya kukata tamaa, roho ya kukataliwa, haina nafasi juu yako sasa, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mfalme mkuu mwaminifu na wa kweli, ninaachilia neema yako juu ya mtumishi wako huyu saa hii. Bwana msaidie
Inawezekana naona bahari mbele yake, haoni njia ya kupita. Bwana, jidhihirishe ndani yake, uweza wako na nguvu zako ndani yake, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni neno gani gumu usiloliweza Mungu? Unaweza hata hii lako wako sasa. Inua mtumishi wako sasa katika jina la Yesu. Bwana kufanikishe, Bwana akupe haja ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Tunaachilia neema na nguvu ya Mungu juu yako sasa. Bwana kukumbuke, Bwana akupe haja ya moyo wake katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu, tazame mtoto wako huyu, ana haja kwenye maisha yake. Mungu mkumbuke katika jina la Yesu Kristo. Jidhihirishe kwa mama huyu saa hii kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Weza wako Mungu na nguvu yako Mungu jidhihirishe juu yake. Mahitaji aliyo nayo Mungu, hakuna mtu mwingine wa kumkimbilia, ni wewe tu Yesu. Umesema kila atakayekuja kwako utamtupa nje kamwe. Kwa jina la Yesu pokea neema ya Mungu. Bwana kuguse, Bwana kusaidie, Bwana kupe neema katika jina la Yesu. Mungu akusaidie. Naachilia nguvu na mamlaka ya Yesu Kristo juu yako sasa. Bwana kuguse kwa mamlaka yake, akupe haja ya moyo wake. Vizingiti na vikwazo vya kila namna na ving'oa, na vunja, na haribu, na batilisha kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Elishadai, Mungu mtukufu, naachilia neema juu ya watu wako hawa. Bwana wasaidie, Bwana waguse kwa nguvu zako. Neema yako iwe juu yao kwa jina la Yesu Kristo, mwana. Wewe ni Baba, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Ni neno gani gumu usiloweza? Yote yanawezekana kwako. Mpe haja ya moyo mtumishi wako huyu, haja ya moyo wake mpe sasa kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Naachilia neema ya Mungu juu yako. Bwana kukumbuke, Bwana kusaidie, akupe haja ya moyo wako. Roho za mikosi za kila namna nazing'oa, roho za kukataliwa nazing'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naachilia nguvu ya Mungu juu yako sasa. Bwana kukumbuke, Bwana kupe neema, Bwana kusaidie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ulidhihirishwa ili upate kuzivunja kazi zote za ibilisi. Mungu, kila pando ambalo Mungu hakulipanda tunaling'oa leo, tunaling'oa mahali hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea nguvu ya Mungu na neema ya Mungu ya kukusaidia. Bwana kukumbuke, Bwana akupe neema, Mungu akusaidie kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pokea haja ya moyo wako. Kila kikwazo, kila kizuizi kinachoinuka juu yako hakitafanikiwa. Wewe ni uzao mteule, taifa takatifu la Mungu. Pokea neema hii katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana kukumbuke, akupe haja Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kila pando ambalo Mungu hakulipanda tunaling'oa, tunaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Kila mpango wa adui ndani yako tunapanda makusudi yako sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana usaidie, Bwana wape neema, nguvu yako iwe juu yao. Mungu akukumbuke, Mungu akusaidie, Mungu akupe mpenyo mpya katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana jidhihirishe juu ya watu wako hawa kwa nguvu zako, kwa mamlaka yako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Asante kwa sababu ya heshima hii kubwa ambayo umejidhihirisha ndani ya watu wako wa thamani kubwa mbele zako. Asante kwa sababu Mungu wa mbingu na nchi umewaheshimisha na kuwapa kibali. Narudisha utukufu na sifa kwako Mungu kwa heshima hii kubwa ulioitenda kwa ajili ya watu wako hawa. Mungu, itazame mioyo hii iliyonyenyekea mbele za uso wako Bwana, ukaijazi kwa kadiri ya uhitaji wake katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Baba, wewe ni Mungu. Tunakuinulia utukufu na sifa na heshima mbele zako Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Wastahili wewe
Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako hili. Asante Mungu kwa sababu umetusema nasi mchana na asubuhi ya leo ya kwamba tusikuwekee mipaka. Wewe ni Mungu ambaye unaweza mambo yote. Hakuna jambo lililogumu kwako. Mungu, tupe neema tusikudharau, kwa sababu Mungu unatuonea wivu. Upende tuwe na shirika na kitu chochote kinachoharibu mahusiano yetu na wewe. Asante kwa sababu ya neno lako. Pokea sifa na shukurani, Mungu wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.